Mvua kubwa zinazoendelea zimegeuza baadhi ya barabara za Nairobi, Kenya kuwa mito. Magari yalikwama, nyumba zilijaa maji na wananchi wengi wamebaki na swali moja kubwa: kwa nini mafuriko haya yanajirudia kila mwaka? Lakini kinachozua mjadala mkubwa zaidi sasa mitandaoni ni video kadhaa ambazo zimeanza kusambaa zikilaumu viongozi, serikali na mfumo wa mifereji ya maji ya jiji au drainage systems. Leo hapa kwenye Mizuka Media tutaangalia video hizi ambazo zimewaacha Wakenya wengi wakisema nani anawajibika kwa hali hii ya Nairobi. Baada ya mafuriko haya, baadhi ya wananchi wameanza kuelekeza lawama kwa uongozi wa jiji. Kwenye video hii ya kwanza, mwananchi mmoja anasema kwamba ni kweli watu wengi wanamlaumu Johnson Sakaja, lakini kwa mtazamo wake tatizo la drainage linaweza kuwa kubwa kuliko mtu mmoja. Anasema kuwa kama bado jiji la Nairobi linaendelea kuongozwa kwa mfumo wa kisiasa, huenda suluhisho la kudumu lisipatikane kirahisi. Wacha tulaumu Sakaja mambo ya kuokota takataka, mambo ya kushindwa na kazi, kwa sababu hiyo ilimshinda kabisa. Nairobi ilishinda Sakaja, but mambo ya drainage ilishinda Kidero, ikakuja Sonko, ikakuja Sakaja. Even the next governor, my friend, he will face the same problem. Hata akishinda akipiga mdomo maybe mimi nikiingia naweza fanya hivi, it's a lie my friend, it will be the same problem. Shida ya Nairobi, even where the drainage system ingepita, my friend, iligrabwa kitambo. The land was grabbed to a point mlikuwa mnasikia hata Waitito wakisema ati kila mtu apewe ruhusa ahamishe mtoni penye anataka, because hata hiyo mtoni penye inapitia, my friend, ni njia kidogo sana, because all the places were grabbed. Kila mahali ilikuwa grabbed. Hii Nairobi, the only solution ni hii mambo ya Nairobi, ni mambo ya Nairobi kabisa iwache kukua governed by a politician, because as long as Nairobi will be governed by a politician voted by the people, my friend, Nairobi will never have a solution. Baada ya ringia kidogo, siku kidogo, hii siku ya uhuru, my friend, Nairobi kabadrika. Mitaa ya mabanda yenye haikuwa ipata cabros, ungewahi pita hata usiku kwa sababu ya matope, ikapata cabros. Unless the day either tukue na metropolitan ama hii Nairobi ipewe army. Mtu yote amejenga structures mahali ambapo hastahili kujenga, my friend, kwanza zibomorewe. Mtu yote amejenga structures mahali ambapo kuna drainage, zibomorewe, because if you don't do it, tunashinda hapo tuna politician, my friend. Nairobi, it will never change. We need to go back. Hata kama ni referendum itafanywa, just for the sake of Nairobi irudishwe ikuwe managed by either military ama metropolitan ama something, but not a politician. Otherwise hii Nairobi haitaisha. The next governor atakuja aanze kugrab yenye baki kidogo, mwingine grab kidogo, mwingine grab kidogo. That's why Nairobi, I think it will only be Kidero mwenye alimaliza term yake without being kugawana powers na national government ama kuwa impeached. Hao wengine wote they will face the same problem. I'm telling you for free. Lakini mjadala unaendelea kuwa mkali zaidi baada ya video ya mwanadada mmoja kusambaa mitandaoni. Kwenye video hiyo anadai kuwa serikali ya Ujerumani iliwahi kutoa fedha kwa ajili ya kuboresha drainage jijini Nairobi. Kwa mujibu wake, fedha hizo zilikuwa za lengo la kusaidia kupunguza mafuriko, na anasisitiza kuwa anazungumza kwa takwimu na ushahidi. Hiyo maji mchote na dimples za Sakaja. Sakaja alipewa pesa. Wachana na the Kenyan government. The German government gave this man money for drainage systems. So, mali mutamuona kama ulitumbukia kwa maji, kama uliswim, tushimo tuko huku Juto ndio anafikiria natwa. Yeah. Na mkitaka evidence ya German government iko. We don't talk things we don't have figures about. Alipewa pesa. Naambia sijui alienda kufanya nayo liposuction. Not my words, but wakati huo video ya zamani ya Johnson Sakaja imeanza kusambaa tena mitandaoni. Katika video hiyo, Sakaja alikuwa akieleza changamoto za kurekebisha mfumo wa drainage wa Nairobi na sababu ambazo zinafanya swala hilo kuwa ngumu kutatua mara moja. The drainage people say we need to improve. To increase the drainage in Nairobi County for rain that comes maybe once a year costs around 25 billion shillings. So you put 25 billion only on drainage. I will not pay a single salary. I'd rather do small improvements. But to do that massive infrastructure that the city needs, you need to get money upfront. We are talking to transaction advisors, but you need to help us with the law. PFM has restrictions, county government has restrictions. Urban Areas and Cities Act can create exceptions that allow the city to engage in certain ways of raising municipal financing. My friend, I have a friend who's the mayor of Cape Town. And the mayor of Cape Town has shown me
how he's been able to do it over time, you know, to get money that they would never get. Otherwise, the governor of Nairobi becomes just a cashier. All I do is pay salaries, collect garbage today, and do this. But to leap forward, the kind of, to transform the city, the kind of infrastructural investment you need at a go, this normal way of financing will not change anything. Lakini kama kawaida kwenye mitandao ya kijamii, baadhi ya watu pia wanatumia ucheshi kuzungumzia hali hii. Mtumiaji mmoja wa TikTok alitengeneza video ya kejeli ambapo anajifanya kama Rais William Ruto akijibu malalamiko ya wananchi kuhusu drainage system ya Nairobi. Nilijenga stadium, kwa nini mnataka kuhusu drainage system? Si niliwajengea stadium, nikawapatia affordable housing. The bare minimum niliwajengea hizo, kwa nini mnataka kuhusu drainage system? Ati gari zenyu zinageuka boat. Si geuke tu, si mulini choose. You are good vibes. See, God is with me, ama. Hapana, si niliwajengea stadium. In fact, mnataka stadium nyingine. System zote zina collapse, lakini hakuna shida, hakuna mnichoose kwa sababu mimi niko na good smile na good vibes. Si ndio guys, si ndio? Nipeni tu akili zenyu niwabebe hapa tu. Kini kafanya hivi nitawajengea stadium, nitawapatia affordable housing for 5 years. Nitawafanyia tu stadium na affordable housing. That's good, boy, hivi akili. It must be nice. It must be really nice, man. I wish nikipata your chance utajua. Ila wakati wengine wakilaumu serikali, kuna pia wale wanaomtetea Rais William Ruto. Kwenye video hii, mmoja wa wafuasi wake anasema wananchi hawapaswi kumlaumu rais kwa mafuriko ya Nairobi. Anaeleza kuwa tayari kulikuwa na makubaliano kati ya serikali kuu na serikali ya kaunti kushughulikia masuala ya miundombinu, ingawa Wakenya wengi hawataki kusikia swala hilo. Hapa msilaumu William Samoei Ruto. Mafuriko ya jana ya Nairobi, msijaribu kulaumu William Ruto. Ruto aliona hii kitu. Aliona Nairobi haiwork. Huyo William Ruto akakuja wakasign agreement na county government ya Nairobi ya kwamba some of this counties project zitafanywa na national government. The same your lord sawa miungu zenu ambao mna worship, ikiwemo Sifuna, Babu Owino, walikimbia kwa press wakipinga chenye Ruto amefanya, hiyo agreement between county ya Nairobi na national government. Wakapinga ati haifai kukuwa namna hiyo. Let me ask you, Ruto aliona these things are going to happen. Mwana drainage system ya Nairobi ni very poor. Naona Ruto aliamua hii vitu anaenda kutengeneza, ninyi mnapinga. Watu wakihamishwa kando ya barabara kwa sababu ya usalama, drainage system itengenezwe, wengine mnakuja kusema kuwa Ruto is fighting one community kibiashara. How do you want Nairobi to work? Naona jana mnalia sana, mnalia vitu zetu zinabebwa na maji, drainage system ya Nairobi is very poor. Imagine sasa mnasema ati drainage system ya Nairobi ni very poor, mnalaumu William Ruto. Hata mmeachana governor, naona mnataja jina ya William Ruto. Wengine wameweza kusema na one term. Ukumbuki hapo uko na MCA, uko na mbunge, uko na senator wa Nairobi, uko na women rep wa Nairobi, na uko na governor. Unakimbia uko juu kulaumu William Samoei Ruto, wakati Ruto ameona this Nairobi must work. Naona to avoid vitu aibu ndogo kama hizi, nyinyi mnapinga. Atifa Ruto na plan kuiba. Ruto akitenga hata pesa allocation fund ya kufanya Nairobi drainage system if it work, bado mnapinga eti hiyo pesa ni ya wizi. Mimi kwangu hainiumi, kuleni kwa kiburi yenu na mteseke kwa kiburi yenu. Wakati Ruto anawaambia kitu, Ruto ni mtu ambaye anaonanga faa. Chenye Ruto anaona ya 3 years ago, wewe unakumbuka chenye ilifanyika jana. Acha kila mtu akule kwa kiburi chake. Lakini kwa upande mwingine kuna sauti za wananchi ambazo zinauliza maswali mazito zaidi. Mwanamke huyu anasema wakati Nairobi iko chini ya maji, wananchi wanapaswa kujiuliza kodi wanazolipa zinaenda wapi? Nairobians, tell me, how is it? Nairobi inawaka, ama? After watching the aftermath of last night and just what it is that Kenyans on these streets go through, I feel pain. I feel pain in my chest because I think about our taxpayers' money and I think about how the White House, I'm sorry, State House has allocated itself 17 billion shillings for 4 state lodges and additional expenditure that we are going to experience as a nation because we have to prevent flooding in State House. Do you guys see what is happening? Nairobi high work. There is nothing about Nairobi that is working. If when one rain falls, our streets are flooded. We are stuck on the road for hours.
10 people have died. Scores more are injured. So much property is destroyed. Private property, public property. Yet, tunasema, 1 term ama 2 term. Those are the questions we ask ourselves. For those of you that are always in my DMs, asking me 1 term ama 2 term, ask yourselves the real questions. Where are the streetlights? Where is the drainage system? Where is disaster management? 2024, we were out here complaining about floods, and there was some 10 billion shillings that was allocated towards infrastructure development and disaster management. Hiyo pesa ilienda wapi? Because what are we still doing with the same problems that we started this electioneering period in? 2022 tuliambiwa nini? Nairobi itawak. Lazima Nairobi iwak. But here we are. So yeah, excuse my ire if I just can't understand how I'm still driving up and down Nairobi and watching the carnage left behind by 1 rainfall. May God be with us all the next few days as we experience a lot of rainfall. Na video nyingine, kuna baadhi ya wananchi wanaoamini kuwa suluhisho la mafuriko haya ni serikali yenye dhamira ya kweli ya kusafisha na kuboresha miundombinu ya jiji. It only takes a serious government to clear the mess. Look at Nairobi now. It looks like sewage. That local toilet at home, which is full and it is raining, full of chieth, feces. Cars are floating. Cars in Nairobi instead of boats. Cars are swimming. Now cars have turned to people. They are like frogs swimming. What is your problem, Mr. Government? What kind of agenda do you normally raise in parliament there when you're shouting too much? Bursaries. We want roads, we want Angoa. Drainage system. What is the problem with the drainage system? Does it mean you cannot raise this kind of agenda in parliament so that you can react on this issue? Now Nairobi looks like a local toilet in the Usago there, full of feces, chieth. What is the problem with you, Mr. Government? People are dying. Are you going to react now? Are you happy, Mr. Government? Are you happy that people are dying? Are you happy? Are you happy? Mafuriko ya Nairobi yanaonekana kuibua mjadala mkubwa zaidi kuliko kawaida. Wengine wanalaumu viongozi, wengine wanalaumu mfumo mzima wa siasa, na wengine wanauliza kodi zao zinaenda wapi. Lakini swali kubwa bado linabaki. Nani anawajibika kwa hali hii ya mafuriko jijini Nairobi? Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Unajua ukweli saa ingine na umaga watu, ukiongea ukweli na uma watu. Na mtu ajaye onja asali, huwezi mwambia asali ni tamu. Anaweza ona hivi akwambia asali haiwezi kwa tamu. Jua ajaye onja, na hakuna mtu mjinga kama mwenye hataki kuonja. If you have never seen good governance, unaona Kasongo, mbwegze tu tamu umepewa tamu. Mbwegze tu tamu. Masenke mnakimbiza hawa mashoga. Yako kwa Lexus pale yuko anakula vizuri, ana relax na pressure. Ati Nairobi kulikuwa kuna flood give. Ushaona Nairobi kuna flood mpaka magari zinabebwa mpaka kwa manyumba za watu, mavi inaingia mpaka kwa nyumba za watu. Nilikuwa naongea na madhangu, mavi imejaa kwa nini yake. Na madhangu anaishi Mtapoa, wewe niambie watu wanaishi Kibichi. Niambie watu wanaishi Mkuru, watu wanaishi Mathare, watu wanaishi Kochi, watu wanaishi Dandora. Sakaja kundu yake anakula fiti pale yuko. Kasongo anakula poa. Fala.